Hello. Na uhali gani mtazamaji, karibu tena katika channel yako pendwa Electronics Repair Class TZ, tupate nafasi ya kujifunza namna gani tunavyoweza kurekebisha matatizo yanayojitokeza katika simu. Leo bana, tuko na simu nyingine, simu ya mezani. Hii simu nimeletea ikiwa na changamoto ya kutowaka. Kijaribu kupress button ya kuwashia, ni kweli kwamba haiwezi kuwaka. Jaribu kupress button ya kuwashia, lakini bado tunapata majibu kwamba haiwezi kuwaka. Sasa kwa mara zote tumekuwa tukizoea kwamba changamoto kama hizi ni za matatizo ya betri moja kwa moja. Kwa hiyo kwanza niondoe hiki speaker na mic ili niweze kubaki na hili dude peke yake, tuone kama tunaweza kulisolve. Na mkigeuza kwa nyuma, na kuangalia kwanza ni kampuni ya Huawei. Kampuni ya Huawei. Tukijaribu kufunua kuangalia kama tuna uwezo wa kurekebisha, cha kwanza tupate uwezo wa betri na nguvu gani. Kwanza betri yenyewe inaonekana kuwa na nguvu gani? Okay, iko sawa na betri zingine ambao ni volti 3.7 ambayo maximum yake ya chaji inaenda mpaka volti 4.2. Okay, multimeter ina uwezo wa kutufahamisha kwamba betri ina volti ngapi, na je, ina uwezo wa kuiwasha hii simu ama hapana. Ndio kitu cha msingi cha kuzingatia. Connected chanya. Okay, hasi na chanya jibu ni 0. Umeme hamna kabisa kwenye okay, hasi ya hapa. Hii ni battery detection ambayo inatambulika, betri itambulike kwamba ina yenyewe au sio yenyewe. Okay, bado inayo pia ina 0. Kwa hivyo kwa namna hiyo tunakuwa tumeona kwamba nguvu ya betri ni ndogo sana. Sasa tunachoweza kukifanya, tunapaswa kutumia power supply. Power supply ni connect ili niweze kutumia power supply. Power supply iko connected kama ambavyo nimeshawahi kukueleza kwamba power supply ikiwa connected, ikiwa vizuri, voltage kwa hivyo kipitiliza voltage inawasha taa kuonesha umepitiliza, na voltage zikishuka zaidi inakuonesha taa kwamba voltage zimeshuka zaidi. Hapa naweza nikaiseti kwenye volti 4.9. Volti 4 zinatosha. So mbaya sana kwa kuwashia simu. So mbaya sana kwa kuwa imesema maximum voltage inatakiwa isiwe zaidi ya volti 4. So tunaweza tukatumia volti 4. Kwanza tupime tupate voltage ambazo zinapatikana hapa hasi. Chanya kwenye terminal kwenye terminal tunapata ni volti 4.296. Okay? Adjust kidogo kwenye power supply ili iweze kutoa kiwango ambacho ni sahihi. Kwa kuwa imesema maximum isizidi hiyo, basi naweza nikatumia volti ambazo wamezielekeza zisizidi. Jaribu kuconnect kwenye terminal. Jaribu tena kuwasha. Naam, tunaweza tukaendelea. Pole kwa sababu mic ilizima, nikosa charge, so very sorry. Kitu ambacho tulikuwa tukiendelea nacho ni juu ya diode, capacitor, vipimo, huku tukiwa tumesubiri hii gani iweze kufanyaje,
kuchemka. So naweza nikakurudishia kidogo maelezo nyuma, nikiwa na maana kwamba kukuonesha kwamba nimekuja kugundua diode ina tatizo. Hopefully kwamba hukuweza kunisikia kwa kuwa mic iliweza kuzima, so na uwezo wa kupima tena kwa mara nyingine kuelekeza kwamba hii diode ilionekana kuwa na shida. Napima ohms 2.12. Kwa hiyo hii ina tatizo, capacitor hii iko vizuri, zile resistors ziko vizuri, lakini diode hii diode ndogo hapa inaonekana yenyewe iko vizuri. Ukiangalia kwenye multimeter inaonekana iko vizuri. So kitu ambacho tunakifanya kwanza, tunaweza kuiondoa hii capacitor, hii diode hapa. Baada ya kuiondoa hii diode hapa, tuondoe pia na hii IC kwa kuwa yenyewe tayari imeshaungua, inaonekana kuvimba hapa. So tunaweza tukaiondosha. Tukapima pia umeme. Baada ya kuunganisha, tukapima umeme kutokea hapa kuja huku, unakuja umeme unaenda wapi. Hicho ndio kitu cha msingi tutakachokifanya. Kijaribu kutrack kwa nyuma huku, haiwezi kuonesha chanya imeenda wapi, lakini pia inaonekana kama kuna maji yaliingia. Ukiangalia hivi vya alama vyeupe, hii ni naita liquid damage. Hizi ni changamoto kama za maji kuingia. So nafikiri tunachopambana nacho hapa ni kitu ambacho kilishaingia kwenye maji na kilishapita kwa mafundi wengine. Okay, labda tu disconnect pia hizi waya za speakers, speaker mic na nini na vibration. So kikubwa nachoamini ni kwamba nilishakuelekeza upande wa hizi waya. Hata ikitokea kwamba unahitajika urudishie waya, unakuwa umeshafahamu kwamba huu waya ni wa nini, huu waya ni wa nini. Ukiangalia hapa kuna mic imejiandika yenyewe moja kwa moja mic, na hapa inakuonesha ni B au ku inakuonesha ni nini, ni R. Kwa waya hizi zinaonekana kwamba hizi waya kuna black, kuna red, kuna yellow, kuna kijani hii ambayo ni green. Kwa manake unapozirudishia unapata hizo alama kwamba hii G inamaanisha green, hii G inamaanisha green, hii red inamaanisha waya mwekundu, Y yellow, B black. So unafuata hizo alama. Hapa inaonyesha ni speaker. Okay. Kitu ambacho tunakifuatilia hapa ni kujua kwa nini hii IC iliungua, lakini pia kujua umeme tutakapoingiza hapa tutapata voti ngapi upande huu. Kwanza tuanze na kuweka umeme ili tuhesabu volt ambazo tutakuwa tunazipata. Okay. Hopu kwamba hasi tunaweza tukaja kuichukulia huku pande huu ambapo kipima ya hasi inafika. So lakini itakuwa mbali, nikiunganisha kuja kufikia huku itakuwa ngumu. Hapo itakuwa ngumu, basi hasi nije nichukulie hapa. Kwenye haka hasi naweza kuichukulia hapo. Nishachukulia hasi hapo. Ni hakiki kwanza kama kweli ni hasi ama sio hasi. Ni hasi. So chanya nitakuja kuichukulia hapa. Naigusanisha. Okay. Narudia. Sasa hapo, oh my god, zinakuwa zinaungana. Sasa kwa namna hiyo tunaweza tukapima sasa voltage kujua, je, voti zimekaaje, kiwango cha umeme kimekaaje. Ground nikija kugusa hapa umeme unafika. Umeme unafika voti 4.2. Okay. So kama umeme unafika hapa, je, inagusa. Okay. 4.2 shuka.
kuja voti 3. Hebu nizime power supply niwashe tena kwa sababu nimeshaichanganya mara nyingi. Pima voti tena. Voti 3.2 zinashuka, zinarudi tena, zinakuja 2. Why? Kwa nini inanifanyia hivyo? Hebu ngoja nitest hapa. Voti 4.2. So kwa nini nikiunganisha hapa inashuka umeme? Anasikia kama power supply na click kidogo. Voti kutokea hapo 3. Kuna kitu kinachemka hapa. Anyway, labda tupime tujue voltage kufikia hapa, hakuna kitu hapa. Ya maeneo yote hayana kitu. Kwenye hii diode hamna kitu. Hapa hamna kitu. Okay. Hebu tuhakiki kwanza kwamba je, hii chanya hapa ilipo inakuja huku maeneo gani? Kwa sababu tukienda hivyo tutakuwa tumeenda kibubububu. Hapo kama tutaenda kichwa kichwa, tutakuwa tumeenda kibubububu. Yaani tukipima tu mradi tujue umeme utapatikana wapi, itakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo tunachoweza kukifanya hapa ni kuhakikisha kwanza tunajua chanya ilienda wapi. Basi nitaigusa chanya kama hivi. Ni yenyewe. Okay. Chanya nitaanza kutafutiza wapi ilienda ikatua. Hapo nikiangalia hapa naona kama ndo kwenyewe. Hapana. Wow, chanya hii hapa. Okay. Kumbe ilikuja ikatua hapa. Na kama chanya ilitua hapa, unaona? Chanya ilikuja ikatua hapa. Sikiliza kwa ukaribu uone. Chanya imekuja kutokea hapa, imekuja kutua hapa. Hapo kwamba unaweza kaisikia alarm. Kama huwezi kuiona basi unaweza kaisikia. Unaona, chanya imekuja kutua hapa. Sasa kutokea hapa, hizi njia zimeenda wapi? Kutokea hapa maana yake ndio imekuja kwenye hii diode hapa. Japo inaonekana kama transistor, kwa hiyo imeingilia hapa. Baada ya kuingia hapa kuna resistor imekuja mpaka kwenye hii diode, maana yake inaruhusu umeme kuingia huku. Sasa kama inaruhusu umeme kuingia huku na hii diode ina shida, kuna chochote kitakachofanyika? Jibu ni hapana. Kwa hiyo tunaweza kaiondoa kwanza hii diode. Tujue kwa kuwa diode imeonekana kuwa na shida, tunaweza kaiondoa kwanza ili tuone kama tunaweza tukapata viwango vyote vya umeme. Natumia gani naweza kuiondoa hii diode? Diode imeondoka. Tuthibitishe kwa hakiki kwamba je, ni kweli hapo diode ilipokuwa hapana short au hapana short. Umeona? Hapa diode ilipokuwa hapana short, ila short ilikuwa kwenye nini? Kwenye diode. Hebu tuihakiki na diode yenyewe. Diode ina shida. So tunaweza tukarudi tena na power supply yenye voti 4.2. Japo naona nikiconnect hapa voti zinarudi nyuma na power supply nasikia kikliki kidogo. So nitapima tena. Kumbe ukuona naunganisha power supply, ambayo power supply yetu inaonyesha voti ngapi? Power supply kama power supply inaonyesha vipimo vya voti ngapi? Kutokea hapo kwenye ground mpaka hapa kwenye chanya, vipimo vinaonekana ni ngapi? No voltage. Why? Au sijagusa vizuri.
hii ground inabidi nitafutie sehemu nzuri, kwa sababu nahisi kama inaweza ikapigisha short njia za line. Kwa kuwa ili eneo lote linakuwa ni ground, naweza nikafuta hapa ili niweze kuconnect nini ground. Hapa ground inapatikana. Unaweza kujiuliza kwamba sasa kwa nini unafanya hivyo na mteja itakuwaje, utamueleza nini? Jibu la msingi la kumueleza mteja tumefanikiwa kazi ama hatujafanikiwa. Masuala ya kujua natengenezaje, hiyo inawezekana isimhusu sana. Kwa lengo ni kuhakikisha kwanza tunaokoa kifaa chake. Kwa katika kuhakikisha tunaokoa kifaa chake, lazima tutumie mbinu zozote zitakazowezekana tuweze kuokoa kifaa chake. Mbona sipati kwani hiki kina shida gani? Mbona kinashindwa kunipa voltage? Hapa kuna shida kwamba hiki hakina ground. Hapa tena hapa nako pia kunaonekana kuna shida. Kwa nini huku kunaonekana kuna volti ambazo zinajitosheleza? Anyway, ngoja nitumie huku. Ama kuna haja ya kufuta tena hapa? Of course. Sababu lengo na madhumuni ni kufanikisha hili zoezi. So kama hicho kitu kinagoma nifanyeje? Nafuta tu. Nafuta nipate ground ambayo iko pure. So hapo na hapa voltage zimetokea. No pressure, no problem. Okay, haya baada hapo tunakuja kuhakiki chanya ilifika hapa kweli, ndio ilifika. Je, hapa ilifika? Ilifika kutokea hapo kwenye resistor kuja huku, of course ilifika. Kutokea hapo kuja kwenye transistor ambayo mimi naiona kama diode, of course transistor ulifika. Je, ulivushwa? Umeme ulivushwa kwa sababu natakiwa uingilie huko uvushe uje huku. Kuja huku maana yake kufika hapa upo. Si ndio? Umeme upo. Yaani hapo maana yake ninachokifanya nafuata hii line, yaani kutokea hapo umeme ambako mimi nimeona umefika hapa, nafuata hii line yote. Umeme ulienda wapi ukaenda wapi? Huku ulifika? Ndio ulifika. Hapa kwenye hii diode ulifika. Kutokea hapo kuja huku ndio ulifika. Kuja hapo hadi hapa ndio ulifika. Kuja huku hapa umeme ukufika. Hapa ndio ulifika. Hapa kiasi fulani tu kidogo sana. Okay. Sasa tuje kwenye hii capacitor. Ndio ulifika. Umeona? Hiki kiwaya alichounga hapa, I don't know, hakiwezi kuingiza umeme. Kwenye hii capacitor hapana. Huku kwa mbele no. Okay, kutokea hapa maana yake kama ni kutokea hapa kuja hivi, hapa umekuja mpaka hapa. So hapa kunatakiwa kuwe na diode ambayo itakuja kuvusha umeme kuja huku, ambayo diode itakuwa kama hii, tofauti na ile ambayo imepigwa short. Kwanza tu prove, je, hii diode yenyewe ambayo ipo hapo haitopiga alarm kama ile? Labda pengine hii diode ni nzima. Unaweza kuona hii diode ni nzima. Hii ina sura kama ile, lakini yenyewe ina heshima. Kwa hiyo kwa kuwa yenyewe ina heshima ni nzima. So tuje hapa ground tena tuhakiki umeme, kumbe ulitakiwa uvushwe uje hapa. Umeme ulitakiwa uvushwe uje hapa. Kishafika hapa sasa ndio uingie kwenye hii IC. So hatuwezi kuuvusha kwa kuwa inaonekana IC tayari ilishaungua. Sasa tunaweza tukafanyaje? Tukatesti tena kuwasha. Okay? Tunaweza tukatesti kuwasha kuona kama tunaweza tukafanikiwa. Button ya kuwashia hapa ni ipi? Ya juu wapi? Okay, ya pembeni hapa. Hii kwanza tuhakiki yenyewe ina umeme. Hii button yenyewe ina umeme. Chanya na hasi, hii ni hasi. So kwenye hii button tuna umeme. Hakuna kiwango chochote cha umeme kwenye hii button. Hii asilimia ni chache sana za umeme. Kitu ambacho hata ikitokea tumesema tunawasha, yamkini tunaweza tusifanikiwe kwa sababu kiwango cha umeme kilichopo ni kidogo sana kwenye switch. Kwa hiyo inaonekana ile IC moja kwa moja ina tafasiri za nini, za umeme unaotakiwa kupatikana kwenye nini, kwenye switch. So kama unaweza kuona ground, tukipima hapa umeme tunapata volti 1. Okay, dawa nzuri ni kwamba tunatakiwa tuhakikishe tunavusha umeme pale. Tunatakiwa tuhakikishe tunavusha umeme hapa kwenye hii njia, then kutokea hapa ambako diode inaonekana itakiwa ivushe umeme. Baada ya kuvusha umeme then
tujue hii IC tuipatie wapi. Ngoja niitafute kwanza IC. Naam, sasa IC imeweza kupatikana japo ni tofauti kabisa. Kwa maana ukiangalia hii IC haionyeshi hata namba kulingana na namna ilivyoungua. Haionyeshi hata namba, lakini nitaiangalia kwa sura yake au shape yake jinsi ilivyo. Nitakuja niifananishe na hii IC hapo. Kwa kuwa hii IC inaonekana iko kwenye upande wa nini? Upande wa USB kwenye circuit ya kompyuta. So naweza nikahisi kwamba hii IC inachukua kiwango kidogo cha umeme kama voti 3 na inaweza kusupport. Nikiangalia hapa kuna diode kama kile ya hiki hapa. Kwa hiyo naweza nikaifikiria hii kwamba inaweza ikanipa majibu mazuri. So ni process ya kuing'oa. Cha kwanza nijue ukaaji wake itakaaje. Kwenye hii circuit hapa ukaaji wake itakaaje. Imechafuka, unaweza kusafishwa. Okay, ukaaji wake imekaaje? Haionyeshi kwamba pini namba 1 inakaa upande gani. Anyway, tutajua mbele ya safari. Ngoja tujaribu kuiondoa. Baada ya kuiondoa, pengine tunaweza tukapata majibu. So sometime kama inatokea IC ni IC ya kipekee hauna, unaweza ukifananisha tu kwa sura kwamba sura yake imefanana na IC fulani. Na kwa kuwa hii simu tunaona kwamba inapokea kiwango cha umeme kiwango fulani. So tunaweza tukasema kwamba kupitia hicho kiwango cha umeme ambacho kinaonekana hapo ndio jinsi ambavyo tunaweza tukaitafuta hiyo IC kwamba tunaweza kupatia sehemu fulani, lakini sehemu ambayo umeme wake unapatikana wa kiwango hiki. Hilo ndio swala ambalo tunaweza kufanya. Japo kwa mpaka hapo tayari kazi inakuwa ni ya kubahatisha sasa, kwa sababu IC kwanza hatuijui namba. Dawa rahisi ilikuwa ni kutafuta simu nyingine ambayo ingeweza kuwa na IC yenye namba hiyo. Simu nyingine ambayo inakuwa pengine na shida nyingine, lakini hizo IC zikawa nzima. Hapo kungekuwa na urahisi mkubwa sana wa kuweza kufanyaje kuitibu hii simu. Lakini kwa kuwa sasa inaonekana uwezekano wake wa kutibu ni mdogo. Umeona? IC tumeipata hii hapa. Huwezi kuiona. Okay. IC tumeipata hii hapa. Na inaonesha doti yake au ukaaji wake imekaa huku. Kwa hiyo tutajaribu kuiweka tuone hii mguu namba wake. Namba 1 huu hapa. Okay. Inaonesha namba. Yeah. Hii ni namba 1 hii hapa. Maana yake IC itakaa hivi. Yeah. Nafikiri mnafahamu. Nitaiweka kidogo kwenye flux ili niweze kupata flux ya kuilainishia. Nafikiri unafahamu jinsi ya kuweka IC. Kwa hiyo IC kuna alama au kidoti kinakuwepo kwa juu, ambacho hicho kidoti kinaweza kuonesha kwamba oh my god what happened. Nimeanza kuipa moto mkali. Sorry. Vitu vinataka vianze kulipuka. Moto umekuwa ni mkali sana. So naweza nikapunguza. Na kilichoondoka hapa ni capacitor. Okay? Capacitor nitairudishia. Capacitor nitairudishia, kwani kuna kingine kimeruka. Sijaona kingine. So capacitor imesharudi na hii IC imekaa kwenye mstari So chenye tunaweza tufanye kingine ni nini? Ni kuhakikisha tunapata ile diode ambayo ingevusha umeme kuja huku kwa kiwango fulani. Diode tunaipatia wapi? Diode bwana, nitakuja niing'oe tena hapa. Kwa kuwa kunaonekana kuna diode nyingi hizi hapa. Tang'oa moja wapo itanisaidia. Hizi hapa. Diode.
piga moto diode. Sijaipima kwa sababu tayari nafahamu hii circuit iliungua kitu gani, kwa hiyo hizi vifaa vingine vinakuwa viko vizuri tu, kwa hiyo sina shaka ya kupima, sina wasiwasi kabisa juu ya hivi diode. Okay, diode is out. So nikuja kuiweka kwenye circuit hii. Oh my god, imeruka. Imeipata sio yenyewe. Diode isharuka, imetoroka kambi. I don't know where is it. Nafikiri tunaweza tukang'oa nyingine. Hiyo imeshatoroka. Imetoroka mchezo, tunaweza tutakachokifanya ni kung'oa tu nyingine. Diode imetoroka kambi. Yeah. Hapo kwa kuwa tumebaki nayo kama ndio akiba au dhahabu, sasa lazima tusiwekee mzaha. Ukaaji wa diode ni hivi. Nitaiweka hivi. Yeah. Lakini kuna kitu nakitafakari. Kwa nini capacitor nimeweka hapa wakati hapa diode ivushe umeme uje huku? So what is the meaning of this capacitor? Kwa nini sije kukaa huku? Okay, yeah. Of course we need to take it and make it clear. Yeah, hapo unaona ndo mahali pake. Okay, baada ya yote tunakuja kwenye testing. We have to test. Before we are testing, we have to use a multimeter testing for continuity.
Peace.